ikiwa chini ya mikono salama kabisa ya Yas. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi, utaipata hapa. Na nikukumbushe tu kwamba unaweza kuendelea kutuandikia maoni kupitia 0683 80 29 66 0683 80 29 66. Kibiashara zaidi hii hapa. Kibiashara zaidi. Naam, karibu sana mtazamaji wa EATV popote ulipo. Hii ni Kibiashara Zaidi na hapa ni Sumbawanga mkoani Rukwa. Leo kupitia Kibiashara Zaidi tutazungumza na wananchi wakitoa maoni yao kuhusu fursa za kibiashara zitokanazo na madini. Ikumbukwe mkoa wa Rukwa tumejaliwa kuwa na madini mbalimbali ambayo ni fursa tosha kwa wakazi, lakini pia kwa Watanzania ambao wanatoka maeneo tofauti na mkoa wetu wa Rukwa. Mimi nipo tayari kupitia Kibiashara Zaidi kukufahamisha maoni ya wananchi waliopo mkoani Rukwa, hususan vijana, lakini wataalamu wanasema nini kuhusiana na fursa hii ya madini katika mkoa wa Rukwa. Mimi ni Amos Wilson. Kibiashara Zaidi. Naitwa Mr. Robert Gaspar Simon. Okay, unazungumziaje pengine sekta ya madini namna inavyoweza kuinua uchumi kwa vijana hapa Sumbawanga mkoani Rukwa? Sekta ya madini inaweza kuinua uchumi wa vijana mkoani Rukwa kutokana na utaratibu mzima. Super breakfast. Kibiashara Zaidi. Naam, karibu sana mtazamaji wa EATV popote ulipo. Hii ni Kibiashara Zaidi na hapa ni Sumbawanga mkoani Rukwa. Leo kupitia Kibiashara Zaidi tutazungumza na wananchi wakitoa maoni yao kuhusu fursa za kibiashara zitokanazo na madini. Ikumbukwe mkoa wa Rukwa tumejaliwa kuwa na madini mbalimbali ambayo ni fursa tosha kwa wakazi, lakini pia kwa Watanzania ambao wanatoka maeneo tofauti na mkoa wetu wa Rukwa. Mimi nipo tayari kupitia Kibiashara Zaidi kukufahamisha maoni ya wananchi waliopo mkoani Rukwa, hususan vijana, lakini wataalamu wanasema nini kuhusiana na fursa hii ya madini katika mkoa wa Rukwa. Mimi ni Amos Wilson. Kibiashara Zaidi. Naitwa Mr. Robert Gaspar Simon. Okay, unazungumziaje pengine sekta ya madini namna inavyoweza kuinua uchumi kwa vijana hapa Sumbawanga mkoani Rukwa? Sekta ya madini inaweza kuinua uchumi wa vijana mkoani Rukwa kutokana na utaratibu mzima wa vyanzo vya uchimbaji mzuri wa madini. Sasa vinavyohitajika ni uwezeshaji kwa serikali, utuwezeshe wa vijana tupambane na tuweze kuingiza kipato katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe ni mkazi wa hapa Sumbawanga mkoani Rukwa na umekuwa mzoefu sana kwenye biashara hii ya madini, na tuelezee pengine uzoefu wa kazi hii umeanza lini na ni kipi hasa ambacho umekipata? Ni muda mrefu, na miaka kama 6 na nimepata uzoefu mkubwa sana kwa sababu mimi mpaka saizi hapa ni geologist. Geologist mzuri tu. Na nimenufaika kwa mambo mengi zaidi. Kwa hiyo nashukuru masuala ya sekta ya uchimbaji wa madini. Kwa hiyo tunaomba kwamba serikali tuiongeze jitihada kwenye masuala haya. Majukumu yako makubwa ya kazi hii unaifanyia wapi? Ni hapa Rukwa au ni nje na mkoa wa Rukwa? Nipo nje ya mkoa wa Rukwa, especially sehemu moja inaitwa Chunya mjini hapa. Kwa hiyo ndio eneo langu la kazi ya uchimbaji. Okay. Ndio. Kuna chochote ambacho umeona umenufaika nacho tangu ulivyoanza kazi hii ya kujishughulisha na masuala ya madini? Ni sahihi kwa sababu kuna ukomoaji wa maisha, kwa sababu nimejitoa kwenye nafasi moja kwenda kwenye nafasi nyingine. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba nimepata manufaa. Kibiashara Zaidi. Kazi yangu kubwa mimi ni fundi carpenter, ikifahamika kama fundi seremala. Hiyo ndo kazi ambayo imezoeleka zaidi, ambayo nimeizoea kuifanya na nimejifunza, na ni fundi mzuri wa kisasa kabisa. Tunatengeneza furniture aina nyingi za majumbani, showcase, vitanda, samani ya nyumbani kwa ujumla. Okay. Kwa kutumia hardwood. Okay. Yani mbao poli. Na biashara hii imekuwa ikikusaidia kujipatia kipato cha kila siku? Yeah. Okay. Ndio kazi yangu ambayo nimeizoea.
na nimeifanya kwa muda mrefu, yapata sasa kwa miaka hususani kama 7. Kupitia hii kazi yangu nimesomesha, nimejenga kupitia hii kazi yangu. Unatambua kwamba mkoa wa Rukwa tuna utajiri mkubwa sana wa madini? Hilo nalifahamu kwa maelezo tofauti tofauti ambao baadhi ya watu wanazungumzia. Ila sasa siwezi kuzungumzia madini sana sababu sina ile ujuzi, tuseme yani ujuzi wa madini sina. Labda nikipata elimu kupitia wewe ndugu mwandishi wa EATV, unaweza kanieleza labda mawili matatu naweza nikajua kidogo. Mimi natambua madini hapo. Okay. Sasa nachotaka kujua zaidi kutoka kwenu ni kwamba je, mpo tayari kuchangamkia fursa hizi kwa lengo la kujikwamua kiuchumi? Fursa kwa upande wa madini ni fursa ambayo ni nzuri sana. Na kama iko ndani ya mkoa wa Rukwa ni jambo la heri. Ni jambo la heri tena mno. Ila kama tukifundishwa na tukajua upatikanaji wake, jinsi ya uchimbaji, sababu tujawahi kufanya shughuli kama hizi. Lakini kama unafundishwa ni kazi ambayo ni nzuri ambayo kwamba unaweza ukapambana na ukajitafutia kipato. Kibiashara zaidi. Pengine wewe bwana unafanya biashara gani hapa Sumbawanga? Biashara yangu ni seremala. Kutengeneza furniture na kuuza furniture. Uko vizuri sana. Ndio. Na unamna gani pengine toka umeanza kufanya kazi hii ya utengenezaji wa furniture mbalimbali? Na miaka 18. Miaka 18? Kumbe tumetoka mbali. Ndio. Yes. Unazungumziaje kazi hii ya utengenezaji wa furniture hapa Sumbawanga? Pengine biashara inakwendaje na hali ikoje? Kwa ujumla mimi naona inaenda vizuri kwa sababu ndio imenifikisha hapa. Ndio. Nyuma yako wapo vijana ambao umewatengeneza na unajivunia wapo kwenye hii biashara? Ndio. Kwa hapa wapo kama 3. Lakini kuna wengine ambao nishawatoa wanafanya kazi sehemu nyingine. Bwana hongera. Asante. Mkoa wa Rukwa ni wazi kwamba tumejaliwa kuwa na madini. Umeshawahi kuwaza kufanya kazi katika sekta ya madini? Sijawahi kuwaza, ila tukipata elimu hiyo ya biashara ya madini, kwa sababu siku zote tunaangalia kwenye kipato, ndiko tunakokimbilia. Kama tukipata elimu na fursa zipo katika mkoa wetu, basi tutajikita na kwenyewe huko. Okay. Ndio. Umeshawahi kushuhudia mtu ambaye alikuwa na maisha ya chini sana, alikuwa na maisha magumu, uchumi wake ulikuwa ni mbaya, akajikita kwenye sekta ya madini na ukashuhudia mwenyewe kwamba anavyofanikiwa? Nimewahi kumuona tu ndugu yangu alitoka Kongo, alikuja kuuza madini hapa na akafanikiwa, amenunua nyumba hapa, akatafuta uraia wa Tanzania na maisha yake yanaenda vizuri. Kuna namna ulitamani na wewe ujikite zaidi kwenye sekta ya madini? Ninatamani kwa sababu fursa hizo Sumbawanga hazijaonekana, ila zikishaonekana na elimu tukaipata, tunaweza kujikita na kwenyewe, kwa sababu tunaangalia wenzetu wanaofanikiwa. Kibiashara zaidi. Naitwa Roithi Mitodi Kasonje. Kwa sasa majukumu yako hasa ya kibiashara ni yapi? Kwa kweli majukumu yangu ya kibiashara saizi nauza mahindi. Naenda kulangua vijijini na kuja kuuza huku mjini. Kwa hiyo sekta ya kilimo hususan mahindi yanawasaidia ninyi sasa akina dada kufanya biashara? Yanatusaidia kwa sababu kama mimi nina familia, nina watoto kama 2. Kwa hiyo yananisaidia kwa ajili ya kukizia nini, tuseme nikiuza, kwa hiyo unapata chochote kitu, hata shilingi 10,000 faida au shilingi 5,000. Kwa hiyo inanisaidia kwa ajili ya kulea familia yangu. Isitoshe mimi niko peke yangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa. Na unazungumziaje pengine biashara hiyo kwa hapa Sumbawanga? Biashara ni nzuri lakini uwe na mtaji. Ukiwa na mtaji, sio kwamba mtaji mkubwa sana, unaweza kupata na mtaji wa shilingi 200,000, unaweza kupata hata gunia 2 au 3. Maisha yakaenda mbele. So kwamba eti kwamba ni mtaji mkubwa sana kwamba ndio unaweza usishindwe kufanya biashara. Tuseme kazi ni nyingi ambazo unaweza kufanya na ukapata kuendelea na ukapata kufanya mambo yako. Hapa Sumbawanga mkoani Rukwa tumejaliwa kuwa na madini. Hilo unalijua? Hapana, sijui.
Lakini ukipata uelewa na ukafundishwa namna ya kuchangamkia fursa zitokanazo na madini, unaweza ukafanya? Haki ya Mungu kaka, mimi nachangamkia fresh kabisa. Na nikipata hiyo fursa, haki ya Mungu naitumia vizuri. Sema tu sijajua nini kinafanyika na nini kinachoendelea. Ila nikijua na nikijulishwa, mambo yanaendelea. Mambo yanaenda fresh kabisa. Mimi nawashauri viongozi wangu ambao wanasimamia tuseme biashara za madini, naomba kwa upande mwingine watushauri sisi vijana ili wapate kupata fursa. Ili maana wakipata hela na sisi ndio tumefanya nini, tumepata hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba viongozi wapate kufanya hivyo ili na sisi, unajua sisi vijana tukipata fursa ya kushauriwa na kukaa na sisi vijana, kwa kweli yani wakitushauri zaidi tunaweza. Kibiashara zaidi. Baada ya kuzungumza na vijana katika maeneo tofauti hapa mjini Sumbawanga, sasa twende kwenye migodi mbalimbali ambako pia wapo vijana waliopata nafasi ya kushiriki katika swala zima la fursa ya madini. Lakini pia huko tutapata nafasi ya kuzungumza na wataalamu wa madini. Wao watatueleza kibiashara zaidi namna gani fursa za madini mkoani Rukwa zinavyoweza kubadilisha maisha ya vijana wengi. Mimi kwa jina naitwa Ramadhani Saidi, ni mkazi wa nimezaliwa Manyara, nimetoka Dar es Salaam nikaja hapa ni katika harakati zangu tu za kimaisha, lakini toka nimefika hapa na kwa kitengo nilichopewa kwa upande wa maisha yangu, naona kuna grade nimepanda, kuna maisha nimevuka, naelekea maisha mengine. Kwa Upendo Group imenitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ulikotoka Manyara kwenda Dar es Salaam huko ulikuwa unafanya shughuli kama hizi? Hapana. Nilipotoka Manyara mimi ni mzaliwa Manyara Mbulu, wilaya Mbulu. Nimesoma kule, kilichonitoa Manyara ni udereva, na hadi kukutana na hawa ni kwa ajili ya udereva, nafikiri kwa ajili tu nidhamu yangu, leo nimejikuta nimepanda. Ninachowaambia karibuni sana, na nashukuru vijana hapa wamejitokeza sana. Nafasi zilizokuwepo wamezizidi, yani ni chache, lakini pamoja na hayo hatukuwa tupa. Tumeamua kuandika majina yao in case of emergency. Leo na kesho tumeshindwana na mtu, tunatumia yule aliyewahi kufika hapa, tunamwita kupitia nambari za simu alizoziacha. Kama yuko tayari tunaweza tukamwita. Kwa hilo swala vijana hapa wana mtukio mkubwa sana. Mimi naitwa Wenceslaus John Samuel, ni mtumishi wa hapa kwenye kampuni ya Upendo Group, na nahusika na uchimbaji wa madini hapa. Moja kwa moja mafanikio ambayo napata hapa, kwanza yamenisaidia sana, kwa sababu mmoja ndani ya familia yangu na jamii inayonizunguka inaweza kunisaidia sana. Labda tukizungumza hapo awali, kabla hujafika hapa, maisha yako yalikuwaje, lakini umefika hapa, kitu gani kimeongezeka hasa kwenye maisha yako ukiangalia? Kwa wastani naona mimi kimeongeza kitu kikubwa sana, kwa sababu kinisaidia sana, hata familia imekwenda juu kielimu. Naona hapo awali nilikuwa sina uwezo, lakini sasa hivi najisikia furaha sana. Ndio. Uko wapi? Mimi ni mkazi wa Sumbawanga. Okay. Ndio. Na unashauri nini sasa vijana wa Rukwa katika kuchangamkia fursa za madini kama hivi? Mimi nilikuwa naomba sana wajaribu kujiunga na sisi, waweze kuja kufanya kazi pamoja na sisi. Wasiogope, kwa sababu wengi wanasema mkaa unaua, mkaa huui. Unaona? Ni wewe tu labda ndo unaweza kujiua wewe mwenyewe, lakini mkaa huui ni biashara nzuri na kwa kweli inatusaidia sana. Leo unafanya kazi katika mgodi huu. Pengine matarajio yako makubwa ni yapi mbeleni? Matarajio yangu mbeleni kwa kweli aidha sana nategemea yatakuwa mazuri zaidi kwa familia. Zaidi hasa kwa sababu kama mpaka sasa hivi mtoto wangu uko chuo na mwingine bado anasoma shule ya kulipia. Kwa hiyo najisikia vizuri sana. Kibiashara zaidi. Tunachimba mkaa kwa chini kule,
tunaleta hapa kwa ajili ya kuja kuchakata. Tukishamaliza kuchakata, mtauona ambao mwingine tumeshaumaliza kuchakata pale, uko tayari kwa kupeleka kwenye soko. Lakini kwa sasa hivi mitambo yote tumeshamaliza kufunga. Sasa hivi tunamalizia mzani. Mzani ndio hujaisha. Na matumaini wiki hii tunaweza tukamaliza kila kitu. Leo tulikuwa tunashughulika mambo ya kutengeneza meza kwa ajili ya mzani pamoja na maabara. Huu mradi inaishi kwamba utaongeza pato la serikali kupitia uuzaji wa makaa ya mawe, kwa sababu target yetu ni kuzalisha tani 10,000 kwa mwezi. Na huo mtambo wetu kwa shift moja unaweza kuzalisha tani 10,000, lakini tukiweka shift mbili tunaweza kwenda mpaka tani 20,000. Kwa hiyo ukiangalia tukifanikiwa kuzalisha hata tani 10,000, ni ajira itaongezeka sana. Zaidi ya magari 100 na kitu yatakuja hapa. Yakija magari 100 na kitu ni ajira, watu watapika, watakula. Kwa kweli una manufaa makubwa. Na vile vile tunaendelea kushirikiana na jamii ya hapa Muze kusaidia kushirikiana, kwa mfano kwenye miradi ya ujenzi wa ofisi za serikali, shule. Juzi tumesupport shule, tumewapa pisi 200 za bati, lakini hatujaanza. Tukishaanza na hakika tutaongeza ushirikiano mkubwa zaidi. Kibiashara zaidi. Kwa majina anaitwa Masia Mwambene, mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wa madini mkoa wa Rukwa. Hapa tulipo tuko eneo la Mponda, mahala panapochimbwa madini yanaitwa emerald. Kwa bahati nzuri ni kwamba mkoa wetu umepewa haya madini kama tunu, kwa sababu katika Afrika yanapatikana sehemu mbili tu kama alivyosema Injinia Kumburu. Lakini hapo nyuma kidogo madini haya yalitoka sana siku za nyuma, lakini akiwa ni yale mawe ya juu ya aluvio. Baada ya hapo sasa sisi baada ya kuanza kuchimba tumelazimika kwanza kuchimba madini ya kwenye mwamba, kwa sababu yale ya juu yalikuwa kama vile yamekwisha. Lakini kubwa zaidi, kama tunavyosema na inavyosema dunia kwamba madini haya yana thamani kubwa, basi wawekezaji wajitokeze kwa wingi. Ili eneo tunaamini sisi likifunguka kwa mkoa wetu wa Rukwa, tunaamini kwamba sasa tutaondokana na dhana ya kufikiria tu mahindi na ulezi, ambao kwa uhalisia eneo la kilimo haliwezi kutoa ajira nyingi kwa vijana kama vile madini. Kwa sababu ukiangalia migodi 6, kama kila mgodi tu taajiri watu 20, tayari ni ajira 100. Bado wataalamu, bado nini. Sasa ukienda mbali zaidi, hii migodi yote karibu hizo PML 40 zikifunguka, usishangae kwamba zikapatikana ajira 5,000 6,000. Sasa kama zitapatikana ajira 5,000 6,000, ni wazi kwamba mkoa wetu wa Rukwa sisi utafunguka pengine kuliko hata mikoa mingine. Na of course si emerald tu. Naweza kusema mimi Sumbawanga tuna zaidi ya aina ya madini karibu 300 na kitu. Madini yote yanayozungumzwa duniani Sumbawanga tunayo, kwa sababu mpaka helium gesi tunayo. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wajaribu sana kujituma shule, hasa kwa masomo ya sayansi ambayo yatawapa fursa ya kusoma, kupata utaalamu na weledi mkubwa juu ya mambo haya, kwa sababu bado elimu ni ndogo sana juu ya masuala ya madini, hususan mkoa wetu wa Rukwa. Kwa jina naitwa Engineer Joseph Kumburu, ndio afisa madini wa mkoa wa Rukwa. Karibuni, leo tumesema tuwatembeze kwenye mgodi wetu wa emerald. Mgodi huu ya madini ya emerald yameweza kuchimbwa muda mrefu sana kwenye eneo hili, na emerald zinachimbwa kwa Afrika, Tanzania na Zambia. Hapo Zambia wanachimba mpaka sasa. Kwa Tanzania bado tulichimba mwanzoni tukasinzia kidogo. Tumeanza kurudi tena. Tunategemea mwekezaji kama atachimba vizuri na atafuata taratibu, basi mkoa wa Rukwa utabadilika sana. Nafikiri hata Tanzania haiwezi kuingia kwa hapa, kwa sababu thamani ya madini haya karati moja ni karibia dola 100. Karati moja ambayo tena hizo ni zile tunaita caption ambazo bado ni low quality, yani grade yake ni ya chini sana. Lakini ikiwa na grade ya juu kabisa ile pure, karati moja ni kati ya dola 5,000 mpaka 10,000. Kwa hiyo ni kuanzia milioni 10 kwenda mpaka milioni 24 kwa karati moja, ambayo karati moja ni sana 0.2 grams. Kwa hiyo tunategemea kama wataanza hapa,
basi kwa usimamizi wetu tutapata. Kwa hiyo mwekezaji tulimpa masharti yanayotakiwa, ajenge ofisi kwa ajili ya Tume ya Madini na wao wenyewe kwa ajili ya sorting house, kwa sababu madini hayo kishachimba lazima yasotiwe na wataalamu. Kwa hiyo kutakuwa wataalamu wanakuja hapa, watakuwa tunafanya grading hapa, yanapewa vibali hapa na kwenda nchi anayotaka. Kwa hiyo kimsingi kwa madini haya kwa serikali itapata faida. Kwa sasa wako wawekezaji wawili, ni huyu pamoja na mwingine amekuja kutoka India. Tumemuunganisha na mchimbaji mmoja. Walichukua sampuli hizo caption wakapeleka Arusha, zikapata soko. Kwa sasa hivi wako kwenye hatua ya kuingia makubaliano kwa ajili ya kuchimba. Kwa hiyo tumemwambia kwanza wasianze kuchimba mpaka waingie mikataba technical support, kwa sababu yule ni mgeni. Kwa technical support Mtanzania anapata 30%, yule mgeni 70% kwa mujibu wa sheria ya madini na kanuni zake. Lakini kiujumla tunawakaribisha vijana sasa. Amesema wanafanya kazi 10, lakini tumevyoongea na mwekezaji amesema wafanyakazi watakuwa zaidi ya 20. Kwa sababu kuna wafanyakazi ambao kazi yao ni sorting. Wenyewe kule chini hawaendi. Wanakaa tu kwenye chumba huko. Kwa kuna ambao watachimba kule chini zaidi ya 10, kuchimba tu kule chini. Kuna ambao watakuwa juu kupokea zaidi ya 5. Kuna ambao watakuwa sorting. Tutapata walinzi. Lakini fursa nyingine atakazoletea ni uchungaji wa barabara hii. Amesharizia atachonga hii barabara, kuweka njia vizuri. Kwa hiyo akishatutengenezea mazingira yale vizuri, basi tayari wananchi watafaidika. Na hili eneo lina TFS. Kwa ameshaingia makubaliano, kwa hiyo wanalipa kwa utaratibu wa makubaliano. Nafikiri kodi yote imeshalipa ya mwaka. Kwa hiyo maana yake TFS yenyewe itakuwa inafaidika kwenye eneo hili. Kwa sababu watapata kodi kila mauzo yanapofanyika. Halmashauri itapata kodi, sisi madini tutapata kodi. Kwa hiyo tuna wito kwa vijana waje kuwekeza kwenye madini kama tulivyozitoa fursa. Hapa kuna machimbo zaidi ya 5 ambayo yana nafuu kwa wawekezaji kuja. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wawekezaji wengine, badala ya wawili tunaomba na wengine waje wawekeze. Tutawapa elimu kwa sababu sisi ofisi yetu muda mwingi inakuwa field. Kwa hiyo wakija tutawapeleka field, wataangalia, atakayekubaliana naye basi watafanya makubaliano kama mwenzetu huyu hapa anavyoendelea. Kwa mkoa wetu wa Rukwa tuna madini ya kyanite. Haya mengi yanapatikana hapa, mikoa mingine yanapatikana lakini machache, lakini kwa hapa mengine hata hujachimba unakuta yako juu. Watu wengi walikuwa hawajui thamani ya kyanite, lakini ukienda Mkasi kwenye mlima ule pale juu Mkasi utakuta yapo, ukienda Kalambo yapo. Tuna white quartz, hawezi kuwa kama glass nyeupe hivi. Zipo pia hapa. Tuna emerald, ni madini ambayo kwa Afrika ni nchi 2 tu, ikiwemo Tanzania. Kwa dunia zipo nchi nyingi, lakini nchi inayotoa zaidi ni Colombia, inafuatiwa na Brazil. Lakini Marekani yapo, Urusi yapo Afghanistan na nchi nyingine duniani. Lakini kwa Afrika ni nchi 2 tu. Kwa hiyo maana yake huyu akitoa tayari ametoka ameitangaza Tanzania. Hapo Zambia wanachimba lakini sio sana. Kwa hiyo tunajitahidi sisi at least fursa kwa mkoa wetu. Ndio madini pekee ambayo yanapatikana Tanzania haya. Ikitoa Tanzanite. Na thamani yake ni kubwa kuliko Tanzanite. Kwa karata ukiuza. Kwa hiyo maana yake haya yatainua sana nchi hapo baadaye. Madini mengine yanayopatikana kuna shaba. Shaba yapo Mpanda pale, yapo na mikoa mingine, lakini shaba hapa kidogo grade iko juu. Mahali wengi tumetesti, kuna 5% mpaka 10 mpaka 20 baadhi ya maeneo kule Kapala Msenga. Kwa hiyo tunajivunia, ndio maana umeona kuna wawekezaji kutoka China wamekuja baada ya kupima wagundua madini ya shaba hapo. Tunayo dhahabu sio kwa wingi, bado tunaendelea na utafiti wa ndani, lakini hapo maeneo mawili tumeshapata na dhahabu. Kunaitwa Izinga, kuna eneo linaloitwa Nchenje. Tumeenda pale tumefanya utafiti wetu kama ofisi kushirikiana na wachimbaji, tumepata ipo. Tunasubiri tu baada ya ziara hizi tutangaze fursa watu waje wachimbe pale. Tayari wengine wameanza kujitokeza, tumesubiri kwanza, tulikuwa tunasubiri uchaguzi ulivyoisha, tumeanza kujipanga, tukaanza kutoa dhahabu. Lakini tunayo ruby vile vile, vito zile. Madini ya vito yapo lakini ziko kwa wingi sana. Kwa hiyo yapo madini mengi kwenye mkoa wetu. Hayo mawili ndio yako, lakini tuna helium gas ambayo kwa Tanzania iko hapa. Ambao ndo nafikiri ndo helium gas kwenye duniani nafikiri ndo tuna kiwango cha juu sasa hivi. Tutaenda ile eneo tutapewa maelezo yake, lakini helium gas ipo bondeni hapo. Wapo kwenye hatua ya mwisho sasa hivi ya utafiti. Ndani ya mwaka huu wataanza kwenye hatua za mwisho za kuchukua leseni sasa. Kwa sababu leseni yao ni utafiti, walikuwa wanamalizia kazi ya utafiti, walikuwa waanze mwezi wa 10, lakini kukutana na uchaguzi wamesubiri. Kwa ndani ya wiki 2-3 watarudi ya Mix Pesa
ili upate nafasi ya kufunga mwaka kikubwa. Mix tunatambua umuhimu wa pesa na itoshe kusema pesa ina mpinzani, na ndio maana kampeni ya Magift ya Mix Pesa inakupa nafasi ya kujishindia pesa. Kila siku ni milioni 1, kila wiki ni milioni 5 popote ulipo hapa Tanzania, na kubwa zaidi kuna jackpot ya milioni 50, na hii ndio maana nzima ya kuwa mmiliki halali wa msimu huu wa sikukuu. Kuwa mshindi ni rahisi sana, hauhitaji kuwa na mambo mengi. Cha kufanya wewe ni kuendelea kufanya miamala ya Mix ili uingie kwenye draw itakayokupa nafasi ya kujishindia hadi shilingi milioni 50 zinazoshindaniwa. Sasa miamala ifanyike kwa wingi kweli ili tufunge mwaka kikubwa, kwa sababu Magift ya Mix Pesa yapo huku. Kutuma miamala au kufanya miamala mbalimbali unaweza kupiga nyota 150 nyota 01 reli au katumia Mix Super App. Mix ni zaidi ya pesa. Tukirudi hapa itakuwa ni wakati mzuri kabisa kwa ajili ya dondoo za michezo. Magift ya Mixi, Magift kwa wote. Tunajimixi kila mwaka. Mwenzangu uko wapi we? Wapi? Pesa zinamwagika huku. Ma mtu ine kila mtu jimixi kila siku faidi hii kitu. Nyamale naposoma Magift utayaona. Kila siku kila wiki ni shangwe kila kona. Magift ya Mixi, Magift kwa wote. Tunajimixi kila mwaka. Mwenzangu uko wapi we? Wapi? Pesa zinamwagika huku. Magift ya kufungia mwaka kikubwa yapo Mix. Fanya miamala ya Mix upate nafasi ya kujishindia milioni 1 kila siku, milioni 5 kila wiki na jackpot kubwa ya milioni 50. Piga nyota 150 nyota 01 reli au tumia Mix Super App. Magift ya Mix Pesa yapo huku. Kibiashara zaidi imeletwa kwako na Mix by Yas. Mix ni zaidi ya pesa. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi 88.1 East Africa Radio, Dar es Salaam. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi inachezwa mwezi wa Ramadhani. Majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka anatupepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu tu, Mwenyezi Mungu tuletee mechi mwezi wa Ramadhani. Nasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Utupe nini sisi? Mbugi itaanza kupigwa viwanja vya nyumbani kwenye ligi ya taifa. Hawana hela ya kumlipa Kibu. Kibu ndo the most expensive local player. Kibu Dennis ana mshahara mkubwa vibaya mno. Kaka, Simba ni hatari. Tuliwajaza wala safari wakatoka juu. Mahela kibao. Rastafari acheze Yanga kweli, yani Yanga. Bila kusahau uchambuzi wa wafalme wa michezo ndani ya viwanja vya mbele. Max Verstappen for the first time ever is champion of the world. Kwa taarifa na uchambuzi wote wa michezo, usikose kusikiliza Kipenga kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 1 usiku mpaka 3 kamili usiku ndani ya East Africa Radio. We got the DJs. What is the opposite of propaganda? It is propaganda. DJ McKay. Unaogopa nini wewe?